sana. Haleluya. Ina uwezo, damu ya Yesu inaokoa, inatakaza na inatawala. 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 Damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu kwamba wapendwa wetu wote, rafiki zetu, wanaotufahamu na wasiotufahamu, ambao wakati huu watakuwa wamebahatika kupata kusikiliza ujumbe wa siku ya leo ambao Mungu ametujalia kunena na kufikisha kwenu. Kwanza kabisa niseme kwamba nijitambulishe kwenu nyinyi ambao msionifahamu, mlio katika pembe nne zote za ulimwengu. Mimi niliye mtumwa wa Kristo naitwa kwa jina la Julius Rukevya, ni mchungaji wa kanisa la Mungu halizihakiwi. Kanisa la Mungu halizihakiwi. Na kwa sababu hiyo ninakuja kwenu kulitoa neno kutokea hapa nchini Marekani, jimbo la Kentucky, hususani kwenye mji wa Lexington, kwa wale wanaofahamu maeneo hayo. Bila kuchukua muda mrefu, twende tuombe Mungu ili tuweze kusikia ujumbe wa leo ambao Mungu ametujalia tuulete kwenu, ujumbe ulio msaada mkubwa sana kwa ajili yako wewe mwanadamu ulioumbwa na Mungu, ili ujumuike na yeye kama mwanadamu mpendwa kwa ajili yake. Basi acha tushukuru. Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, uliyetupenda toka awali, ukatupenda kuliko jinsi tunavyojipenda, umetuneemisha kuipokea siku ya leo, na neema hii ni kubwa mno, maana sisi si wazuri kuliko ambao pengine wameipokea katika misukosuko, pengine wameipokea katika hali ya majonzi, na wengine hata hawajaipokea, wamepoteza maisha yao. Hivyo huyu mpendwa anayenisikiliza na atakayeona ujumbe huu na kusikiliza, ninamuombea Bwana kwamba Roho wako Mtakatifu na ile nguvu itokayo katika ikulu yako Yesu Kristo Mwokozi wetu ikamjalie neema ya kuweza kuwa na utulivu na nafasi nzuri ya kusikiliza ujumbe huu, ili kwamba Mungu iweze kumsaidia, ujumbe huu uweze kumsaidia kumsogeza karibu yako na kubadilisha malengo na matakwa ya ulimwengu huu kwa ajili ya maisha yake. Yamkini ataweza kurithi ufalme wa mbingu vilivyo, kupitia jina la Yesu Kristo ninaomba. Mungu, utie ujumbe huu nguvu na utukufu, na upako wako Bwana ukaenee kwa kila mmoja atakayesikia ujumbe huu. Wokovu unatokana na wewe mwenyewe Kristo. Naomba na kushukuru. Amen. Kwa sababu hiyo sasa tumeshaomba na tumeshamshirikisha Mungu, nikukaribishe tena mahali uliko. Wewe utakayesikia ujumbe huu, jumuika nami katika kusikia neno la Mungu hili. Ulioko kwenye gari lako, utakayekuwa kwenye nyumba yako, umekaa sebuleni umetulia, au unausikiliza ujumbe huu ukiwa chumbani kwako, au utasikiliza ujumbe huu ukiwa kazini kwako, utasikiliza ujumbe huu ukiwa ofisini, mahali popote utakapokuwa. Na endapo wewe ambaye utausikiliza ukiwa hata kwenye baa au maeneo yasiyokuwa husika kabisa,
na habari za ibada, au utausikiliza katika eneo la ibada. Hivyo basi nakukaribisha kwamba karibu sana, tufuatane pamoja katika kula chakula hiki cha uzima ambao ni neno la Bwana. Kichwa chetu cha neno ambacho tunakwenda kukianzia kukizungumzia au tutakachoweza kukijadili kitupatie kutafakari kati yangu wewe na mimi na watu wengine pia. Lakini kifanye utakaposikia ujumbe huu, unapoutafakari ufikishie mtu mwingine, jihoji, mswali pia. Lakini ujumbe huu usaidie hata familia yako, usaidie mke wako, usaidie mume wako, usaidie watoto wako, usaidie baba yako na mama yako, usaidie pia rafiki, usaidie wapendwa walio ndani ya kanisa. Na kwa hiyo tusome neno la Mungu. Lakini kichwa cha neno tunachokipeleka leo, neno la Mungu, ujumbe huu umebeba kichwa kinachosema waliokufa na Kristo, au waliokufa pamoja na Kristo. Huu ndio ujumbe tunaokwenda kuuzungumzia. Huu ndio ujumbe tunaokwenda kuangalia mimi na wewe. Waliokufa pamoja na Kristo, au waliokufa na Kristo. Yamkini ukasema, sasa huyu anaenda kutuletea habari ya mauti. Mimi sijafa bwana. Ni kweli wewe hujafa. Ni kweli wewe hujafa. Lakini wakati tunasikia neno hili, ndipo utajua kwamba umekufa ama hujafa. Na je, wawezekana ukasema, la, kwani kifo? Huyu anatuletea habari za kifo. Kifo kina faida gani yetu? Sisi tunakuletea ujumbe huu, ama nakuletea ujumbe huu kutaka kukuhabarisha ya kwamba kifo mara nyingi tunakiogopa, hakisikiki vizuri masikioni mwa watu, hakifurahishi. Lakini katika ujumbe huu unaokuletea kufa kuna faida kubwa sana. Kufa kumenufaisha watu wengi. Kufa kumeninufaisha mimi ninayezungumza na wewe. Yaani hapo unavyoniona navyozungumza ni mfu aliye hai. Kwa hiyo kifo nilichokufa mimi na Kristo ndicho nilichokuletea wewe, kwamba kifo kina faida. Kifo kimeniwezesha kukuzungumzia leo, nikupe ujumbe ulio ndani ya kifo, ulio ndani ya kufa. Alafu kufa kwenyewe ni kufa na Kristo. Tunakufa, watu wanakufa, lakini hawafi na Kristo. Vilio vingi tulivyo navyo, misiba mingi tulio nayo, mauti nyingi tulizo nazo, hazifi na Kristo. Hazifi na Kristo. Ndiyo maana unaweza ukashituka, huyu anatuletea kifo namna gani? Mpendwa, usiogope, kwa sababu kifo kina faida. Hivyo kichwa cha neno ni kufa na Kristo. Ni kufa na Kristo. Hivyo nitege sikio. Tusome kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wake wa kwanza. Tutaenda taratibu. Tutakwenda hadi mstari wake wa 11. Na baadaye tutakuja kwenda tena kwenye vesi yake, tutakuja kuruka vesi yake ya 12, alafu tutakuja kuishia vesi yake ya 13. Na hapo ndipo tutakapokuwa tumejengea msingi wetu wa ujumbe wa leo, ambao yamkini utapata neema ya kuelewa, neema ya kujipeleka sehemu, ili na wewe ujione kuwa mfu uliye hai. Lakini mpaka ufike kuwa mfu uliye hai, ni mpaka ukubaliane na hili ambalo tunalokwenda kulizungumzia. Kwa hiyo tega sikio, twende na mimi tusome neno la Bwana. Ukiwa na kalamu andika, na ukiwa una swali ambalo yamkini ungependa kuja kuliuliza, usisite kabisa kuja kuuliza ukitufuatilia tena kwenye vipindi vyetu. Lakini kuna wakati tutawapa nafasi ya linki ambazo mtakuwa mnatuona live,
kwenye TikTok, kwenye Facebook na kwenye vingine. Maswali yenu naweza kuuliza swali lolote ulilonalo, ili kwa kweli upate kunufaika katika ujumbe huu. Acha tusome. Tuseme nini basi? Ile ni Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wake wa kwanza. Tunaenda mpaka 11, alafu ndio tuchambue, tuingie kinaganaga katika ujumbe huu wenye manufaa. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Ni swali linaulizwa. Mstari wake wa pili unasema hasha. Hasha kwa Kiswahili kingine ni hapana, au sio, sivyo. Kwa hiyo inasema hasha. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Swali lingine hilo. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Swali tena hilo, mauti yake. 4. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. 5. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. 6. Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubadilike, tusitumikie dhambi tena. 7. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. 8. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. 9. Tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. 10. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. 11. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Ninarudi hiyo 11. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Amena. Mpaka sasa hata kama sijazungumza neno, mpendwa wangu unayenisikiliza, utakayesikiliza neno hili, nifuatilie vizuri. Mpaka sasa umeelewa sasa ya kwamba nilichokizungumzia, kwamba kichwa chetu cha neno kinatupeleka kwamba ni kuhusu mfu ama kufa na Kristo. Na kama nilivyozungumza ya kwamba ninayoongea na wewe, ninaongea kitu ambacho mimi ninakiishi, nilicho nacho. Hivyo huwezi kutoa kitu ambacho hauna. Jambo baya ambalo watu wanalifanya ni kule kutaka kutoa vitu ambavyo wao wenyewe hawana, wala hawajapewa, wala hawajakabidhiwa, lakini wanavipokea kwa watu wengine na wanataka wawape. Hawaviishi. Lakini mimi ninakuletea kitu ambacho mimi nilicho nacho na nimependa nikugawie.
na ukipokee. Kwa sababu hiyo basi, tumelisoma neno la Mungu ambalo linatupeleka kutuonyesha usamani na ubora wa mtu kuwa mfu. Wa mtu kuwa mfu. Alafu ufu wenyewe ni ufu ambao uko ndani ya Kristo. Yaani ni mtu anayekufa akiwa ndani ya Kristo. Sasa ufu huo umeanzia kwenye msingi wa kwanza ambao ni kubatizwa. Aseme tuliokufa pamoja na Kristo, tukafa kufafaje? Tulikufa kufaje? Ya kwamba tunakufa katika Kristo kwa njia ya ubatizo. Huu ubatizo nao nenwa hapa. Huu ubatizo nao uzungumzwa hapa. Ubatizo huu si ubatizo tu wa kwenda katika habari ya maji kama vile watu wamezoea. Yamkini na wewe ulibatizwa ubatizo wa maji huo, kitu ambacho sio kibaya, ni kizuri, kitu ambacho ni msingi kabisa wa mafundisho ya Kikristo ambayo iliyoko. Lakini ubatizo huu tunaounena hapa wa kumfanya mtu afe na Kristo, mtu afe na Kristo, mtu aishi akiwa mfu aliye hai katika Kristo, sio ubatizo tu wa kuingia kwenye maji alafu kachomoka kama njiwa aliyeingia kwenye maji hapo akajitokea, ama kama bata anavyoingia kwenye maji, akiingia kwenye maji anatoka, ama kama nguruwe anavyojimwaga kwenye maji mle ndani akatoka kabisa, yuko vile. Sasa huo sio ubatizo tunaozungumzia leo. Ubatizo ambao ni msingi wa kutupeleka kuwa mfu katika Kristo. Huyu ni Paulo aliyeandika haya. Huyu Paulo, huyu mwanaume wa shoka, huyu ni mtu ambaye alikuwa mwenye dhambi kama mimi na wewe, lakini pia hakuwa miongoni mwa mitume waliochaguliwa na Kristo wakati Yesu angali kwenye mwili. Huyu ni mwanadamu ambaye alimpokea Kristo kama vile ulivyompokea wewe kwa kabila lako. Silijui kabila lako, lakini ukabahatika kumpokea. Yamkini uko ndani ya kanisa, na yamkini prosesi zote ama mpangilio wote, taratibu zote, mchakato wote wa kuwa mwanamemba wa kanisa, wa kuwa Mkristo, wa kuwa mtumishi, umefuata mchakato wote. Hata kufikia vyuo ulienda, na kiasi kwamba ukawa na cheo hicho ulichonacho kama mchungaji, nabii, unautolea watu manabii na watu wanapokea, sijui unaona, pengine una karama hata ya kutabiri, ukasema kwa lugha, maana lugha zenyewe sasa hivi wala hazina shida. Yamkini ukawa hata una ndoto, ukawa na maono unayoyaona ni kweli. Yamkini hata kanisani unapendwa sana, lakini pia wewe ni mtu na wafuasi wengi, au wewe ni maarufu ndani ya kundi. Hayo yote wala si shida, ni mazuri kweli, yanafurahisha. Lakini wewe ambaye pia hujampokea Kristo, na wewe pia mahali uliko, yamkini ukajiona uko sahihi, sawa, na ni nzuri kwa sababu Mungu amekuweka hapa chini ya jua. Lakini nataka nikueleze sasa ya kwamba huyu ambaye tunazungumzia aliandika maneno haya na aliyesema haya maneno kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, akishuhudia prosesi njema, mchakato mzuri wa mtu kuwa mfu katika Kristo, akiyaona maisha yaliyo bora ni yapi. Paulo mtume aliyekuwa mpagani akamkuta Kristo, anamkuta Kristo mwenyewe, anamfundisha, anamupa wokovu kama wewe unavyodai una wokovu, kama vile wewe unavyodai na wewe umeokolewa na Kristo ukamkuta. Manake hata kwa maneno yananenwa hivyo. Sasa na kama ninavyokuambia hivi leo mimi, hebu tushuhudie sasa haya ambayo yanayofaa kwa mtu aliyempokea Kristo. Sasa Paulo anazungumza, anasema sasa tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi?
hayo ndiyo mambo yanakuja kwanza. Swali la kwanza, unaona, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi, maana neema ya Kristo imeshukia watu wote. Neema imeshukia watu wote. Imekushukia wewe baba, imekushukia wewe mama, imeshukia wafupi, imeshukia warefu, imeshukia wanene, imeshukia kabila zote, imeshukia wazungu, imeshukia weusi, imeshukia watu wote walioko hapa chini ya jua. Neema kama kibali cha kuwashukia watu, na ndicho kimetufikisha hapa. Lakini sasa Paulo anasema pamoja na neema hii, basi tudumu katika dhambi kwa sababu neema ipo. Aseme sisi tulioifia dhambi tudumu katika dhambi kwa sababu neema ipo, tulioifia. Labda hili neno wakati mwingine umeshalisikia kwa wachungaji, umeshalisikia kwa ndugu zako, umeshasikia kwa maprofete kama maprofete wengi, umesikia kwa manabii. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi. Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Hatuwezi kudumu kwenye dhambi. Sasa tuone wewe ambaye hujamkubali Kristo. Je, neema ya Kristo iliyomwagika kwa watu wote imeruhusu wewe uishi kwenye dhambi? Haujampokea Kristo. Lakini hawa ambao wameshampokea nao, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema ipate kuwa nyingi, kwa sababu neema ilikuja kwa watu wote? Hapana. Wewe mama ambaye bado ungali kwenye dhambi, wewe ambaye baba ungali kwenye dhambi, wewe kaka na dada ungali kwenye dhambi, unadhani neema ya Bwana kwa sababu ilimwagika inakupatia usihukumiwe leo uhangaiki udumu katika dhambi? Hapana. Sasa hawa ambao nao walioko kwenye Ukristo, ambao wameshamkubali Kristo, waliodai na wenyewe wako walibatizwa wakampokea Kristo, neno la pili linasema hasha. Kwa mstari wa pili, hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hawa ni watu walifanya hatua wakasema tunamkubali Kristo. Hasha, tutadumu tena kwenye dhambi sisi tulioifia? Yaani watu ambao wamekufa. Yaani mtu unakubali kufa kwa ajili ya dhambi, utadumu tena kwenye dhambi? Ni kitu hakiwezekani. Hakiwezekani kwa sababu gani? Kwa sababu sisi wenyewe tuone vizuri, mfu ambaye anatutisha, ambaye mara nyingi tunaogopa, mara nyingi habari hii ya kufa inaleta huzuni, habari ambayo iko na tetemesha. Tunapokuwa ni baba yako aliyekufa, basi akifa tu wewe mtoto unaanza kumuogopa. Lakini pia si uoga tu, yule baba akishakufa hana uwezo wa kutamka tena. Akishakuwa ni maiti imelala pale, hana uwezo. Kama alikuwa na nguvu ya kumpiga mama, alikuwa anapiga mke wake ndani ya nyumba, lakini yule baba kafa, sasa amelala maiti, haiwezi kuamka tena mguse yule mama, hata kama alikuwa na nguvu ya namna gani. Yaani wakati huo kama ingekuwa mama angekuwa na uwezo, ilikuwa inaruhusiwa kupiga maiti, wakati huo ilikuwa ni bahati yake ya mama pale kumtandika mpaka anaingiza akili kabisa. Atatandikwa na hata kuwa na chochote cha kufanya. Kwa nini? Ni maiti. Kwa sababu ni mfu amelala. Huyu kalala, hawezi kufanya lolote. Lakini kama ni mama ambaye amekufa, alikuwa anamtesa mumewe, siku hiyo domo lote na vitisho vinakomea pale, vinakufa. Yaani hata kama kungekuwa watu wamesikia, wamemsema, amesikia, wamemchambua, ambaye mtu alikuwa akisikia kidogo anawaka na anaweza kaenda kapigana, lakini kwa wakati huo hawezi kuongea tena. Kwa nini? Ni mfu. Sasa
mstari wake wa pili unatuambia la hasha, sisi tulioifia dhambi tutadumuje tena kwenye dhambi? Manake sisi ni wafu katika hatua ya kufa pamoja na Kristo, na kama tulikufa pamoja na Kristo, maana yake sisi dhambi kwetu ni mwiko. Dhambi kwetu ni mwiko kwa sababu tulishakuwa wafu. Dhambi ilikuwa tamu tukiwa hatujafa. Dhambi ni nzuri, na ndiyo maana nimesema kama baba alikuwa mwenye nguvu anampiga mkewe, wakati huo kwa sababu hajafa anapigana. Lakini cha kushangaza ni kwamba mtu aliye maiti bado anasikia harufu ya msosi unaopigwa. Maiti nalala, mama anapiga chakula, eti maiti inasikia mama amepiga chakula cha aina fulani. Eti mtu aliyesema amebatizwa akafa akafufuka kwamba na Kristo aliye ndani ya kanisa, eti amekufa na Kristo, lakini bado anasikia harufu ya mapishi yanayotendeka. Maiti inasikia harufu. Hebu jipime kwa nafasi hii, mpendwa wangu. Ndio maana nimekuletea ujumbe huu. Watu waliokufa katika Kristo hatuna nafasi ya kuisikia harufu tena ya dhambi. Dhambi zenyewe ni kweli, mtu aliyekufa katika Kristo anaweza kumtongoza mke tena, atongoze mwanamke mwingine nje ya ndoa? Haiwezekani. Mtu aliyekufa katika Kristo ni maiti. Inawezaje kuona shepu za mwanamke? Inawezaje kuona matiti ya mwanamke? Inawezaje kuona kileo? Maiti. Ijueje pombe tamu na sio kwa tamu? Maiti iliyokufa. Inawezaje kupigana? Maiti iliyo tena. Inawezaje kuona wivu? Yaani maiti melala, maiti ipo, ione wivu? Hiyo sio maiti. Sisi tuliofia dhambi kwa njia ya ubatizo, wapendwa, tukaifia dhambi, tutaishije katika dhambi? Tunawezaje kuisikia harufu hiyo? Mama na baba mko kwenye nyumba, hebu tuulizane. Unagombana na mumewe asubuhi na jioni, wewe unagombana na mkeo asubuhi na jioni, hata kutengeneza mmetengeneza kiunafiki tu. Lakini pia nyinyi ni watu mnadai ni wa Kristo. Maiti zinapigana. Mochwari, ukienda mochwari, sehemu wanalaza maiti, utazipanga zinalala ni mamaiti, lakini hakuna maiti inaweza toka huko ikagusa yenzake kule. Afu wewe ambaye ni maiti katika Kristo, unayedai kuwa ulibatizwa ukaifia Kristo, wewe ni mfu katika miongoni mwa watu walio na Kristo, bado wewe na mke ndani ya nyumba mnakungutana. Sasa kama wewe na mke, wewe na mume, nyumba yenu iko shagarabagara, inawezekanaje ndugu wa nje muwe naye vizuri? Rafiki wa nje mtakaa naye vizuri? Mpendwa mnayeomba naye kanisani mtakaa naye vizuri? Si kweli. Nyinyi si maiti. Mama, hapo ulipo, unaposikia ujumbe huu, ujiangalie, ni kweli wewe ni maiti katika Kristo? Kwa hiyo usijifariji na zile nyimbo, usijifariji na nyimbo za sifa, usijifariji na maneno ya wanabii, usijifariji na sifa za kanisani na watu wanaokuchabikia, usijifariji na wao uchungaji, usijifariji na utume, usijifariji na unabii, usijifariji na uongozi wa kanisa. Usijifariji mchungaji ulioko pale, usijifariji na cheo, lakini ujiangalie, ni kweli wewe ni maiti. Watu wanakuona maiti, watoto wamekuona maiti. Ewe binti, baba anakuona umeshakuwa maiti kabisa, we mfu katika Kristo. Umefia dhambi. Hebu tushuke kidogo, niendelee tu, ni kwa sababu utajisomea wenyewe. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi
tuenende. Na sisi tuenende katika upya wa uzima. Watu waliokufa wakafufuka, kwa sababu ni maiti, tunakufa kwanza. Na kama tulikufa, maana yake tukafa na tamaa ya dhambi, tukafa na uzinzi, tukaupeleka ugomvi, tukapeleka wivu, tukapeleka chuki, tukapeleka umalaya. Mpendwa wangu, kama nilivyokuwa nimesema ya kwamba tuliupeleka umalaya, yani wote tuliupeleka katika kufa. Hivyo acha nisome mstari wake wa 11 sura ya 6 hii ya Warumi ambayo tunajadili wakati huu, itupeleke vizuri. 11 nasema, vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Hivyo ni kuombe kuanzia sasa, mpendwa wangu, ambaye wewe umenisikiliza na unanisikiliza, ambao umevumilia na kuwa na moyo wa uvumilivu na kutaka kusikia maneno ya Mungu haya, ni kuombe sasa, mpendwa, jiangalie sasa, ujikague. Je, wewe ni mufu? Je, unajihesabu kuwa mufu? Ni kweli, kama unajihesabu kuwa mufu, dhambi imeshakuogopa? Dhambi imekukimbia? Uongo hauko kwako tena? Ulevi umeshatoroka? Je, ni kweli tabia zako zimezikwa? Je, ni kweli mama ndani ya nyumba pamoja na cheo chako amekuona umezikwa? Wewe ni mfu kweli? Watoto wamekuona hivyo baba? Baba, we mama, baba anakuona hivyo? We binti, kijana, ni kweli wazazi wanakuona hivyo? Rafiki zako wanakuona hivyo? Je, kanisa mnaloliingia mkijumuika kwenye ile kusanyiko lenyu, ni kweli wanakuona hivyo? Je, mitaani kule kwa watu wasioingia, wasioshiriki hata ibada, wanakuona hivyo? Wanakuona kuwa maiti kweli? Haugusu tena kwenye matiti, haugusu tena kwenye makalio, hauvai uchi, umechukia kuonyesha mwili wako kuwa uchi namna hii, umechukia domo lako kuwa wazi kwa kila mtu. Je, hivyo umevizika? Jihesabuni kuwa wafu. Neno la Bwana limetuambia, vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo. Yaani uhai wetu sasa ni wema, ni matunda mapya, ni sehemu tena njema. Nikutakie amani ya Bwana, nikutakie utulivu katika Kristo, nikutakie sasa kubali kuwa wewe ni mfu. Kubali kufa. Hata kama una cheo, kubali kufa. Hata kama wana memba wako ni mzuri ndani ya kanisa unazokusanya, kubali kufa. Mpendwa, kubali kuwa mfu. Itika kuwa mfu, ili dhambi kutoroke, ili amani kuingie. Kubali kuwa mfu, ili utulivu wa ushuhuda wako uonekane. Kubali kuwa mfu. Cheo kisikudanganye, watu wasikudanganye. Wewe ambao hujampokea Yesu Kristo, mpendwa, usiwe kama choo. Usiwe kama choo. Usikubali maisha yako yawe kama choo cha public, kama choo cha watu wote. Yaani uongo ukija wewe unaingia, hasira kija wewe, kama ni uchawi unaingia, wizi ni hivyo hivyo. Yaani kila tabia zote, uasherati ni hivyo. Binti wetu, mbona mwili unauacha hivyo? Usikubali. Karibu uje pamoja na Kristo. Kubali kufa. Zika hayo mambo ndani ya Kristo. Yazike, yapeleke kwenye kaburi kabisa, ili utoke mtu mpya. Ukiwa mfu ambaye umezika maovu, unakuwa mtu mpya. Hautaonaga tena hamu ya pombe, hautaonaga hamu ya kuvaa uchi. Ungali hivyo, na kwenye madhabahu unapanda na mchungaji anakusapoti na anakukubalia, na nabii anakutolea na unabii, anakudanganya, wamekuua. Yaani ndio unakuwa mfu wa kupotea, kama vile tunavyoenda zika watu hawawezi kurudia. Hivyo neema ya Bwana ni siku ya leo imekujia, ili uyafanye maisha yako sasa kurudia katika nafasi ambayo dhambi zitakuogopa na heshima yako kuwepo. Mungu akubariki uliyenisikia. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu, uyatafakari haya ukijiangalia. Je, wewe ni mfu sasa?
katika Kristo. Je, umekubali? Ukikubali utaona mabadiliko makubwa ya kujua kuwa hakika ulikufa pamoja na Kristo ukafufuka naye. Maisha ya watu hao waliokufa pamoja na Kristo, matendo ya kale hamtayaona tena, mambo yaliyozikwa hautayaona tena. Hakika, na hili ni uhakikisho wa neno la Bwana. Ukisoma katika Wakorinto wa pili, labda niipitishe tu, sitalichambua, utalisikia. Wakorinto wa pili, ngoja nilisome nimalizie mpendwa, usione nimechukua muda, lakini maneno ya Mungu ni matamu sana. Wakorinto wa pili sura 15, tunasoma ile mstari wa 17 ili tuone mambo yatakuwa. Ngoja nisome hapa. Anasema hivi, ile mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amena. Hao ni maiti ambao walienda kuzika yale vile vitendo vya zamani, sasa ni mapya. Mchungaji mpya, mwimbaji mpya, ndoa mpya, mama mpya, Mkristo mpya, mshirika mpya katika Kristo. Na wewe mwanadamu ambaye hujampokea Kristo, njoo, utakuwa mpya. Takataka hizo hazitakuwepo tena, na mwili wako hautatumiwa tena kwa maovu hayo. Utakuwa mtu mwema. Mungu akubariki. Wokovu ni sasa, wokovu ni wakati huu. Usihesabu hayo yote waliokupamba. Vipaji, karamu ulizo nazo ni bure kama hujakubali kuwa maiti. Na Mungu akubariki. Tukutane tena wakati mwingine na muda kama huu. Amen. Hallelujah. Asante sana.